kufurahia wenzi wetu, kuwepo kwa amani katika ndoa zetu, na Mungu kututumia katika maisha yetu, kila mtu kwa mwenzake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na katika kuangalia jambo hili, ningependa tutakuwa tunatumia tuseme ndoa ya kwanza kabisa. Wote tunafahamu mwanzilishi wa ndoa ni Mungu, si ndio jamani? Wote tunafahamu kwamba ndoa sio wazo la mwanadamu. Adamu mwenyewe alikuwa hata hajui wanawagaji. Alikuwa hajui mwanamke yupo. Kwa hiyo yeye akazinduka tu, kaletewa, kaambia Kwa hiyo Mungu ndio mwanzilishi wa ndoa, hilo tunalifahamu. Sasa ile ndoa ya kwanza ndio inatusaidia sana pia tunapoendelea na maisha ya ndoa, kurejelea ule mpango wa Mungu wa awali wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kuangalia ule mpango wa Mungu, maswali mengi yanajibiwa. Nyinyi mnakumbuka kwamba moja ya vitu pia viliwahi kuwatatiza watu wa wakati wa Yesu, wakiwemo Mafarisayo na walimu wa wakati ule na wakuu wa dini, ilikuwa ni masuala ya ndoa. Kuna wakati ambapo walimwendea Yesu wakamuuliza maswali kuhusu ndoa. Yale mambo yalikuwa yanawatatiza, yanaleta malumbano, hawaelewi nani yuko sahihi katika wale watu waliokuwepo wakati huo na makundi yaliyokuwepo wakati huo. Yesu walipomwendea, yeye akawarudisha kwenye mwanzo, akasema, lakini si mnajua tangu mwanzo haikuwa hivyo. Maana yake majibu yenu jamani yako wapi? Mwanzo. Kwa sababu huko ndiko tunapata aina ya ndoa iliyokusudiwa na Mungu. Kwa hiyo tutapata mambo mengi kadha wa kadha tunapoangalia hii ndoa ya kwanza. Tusome sura ya pili. Nitasoma ile sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo. Nitaanza na mstari wa 8. Sasa natamani kama una Biblia, nikisema tusome ufungue ili tuwe pamoja. Tunasoma na nikutaarifu kitu kingine katika semina zetu. Kama nilivyosema, kwanza tunapenda na wewe unaangalia tunachokisema, tunachokisoma. Pili, tunatamani pia uwe huru kuuliza, hata kunikatisha popote ambapo hujaelewa. Halafu tatu, uwe huru kujibu maswali. Mimi naweza wakati wote nikasema wewe mwenye kilemba cheusi, naomba ujibu swali fulani. Kwa hiyo uwe huru. Tunataka tuwe tunaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni majadiliano pia. Tutaingia kwenye majadiliano. Kwa sababu gani? Uzuri wa ndoa ni kwamba kila mtu ni mwalimu, halafu kila mtu ni mwanafunzi. Kwa maana kwamba hakuna aliyefuzu mambo ya ndoa. Ndio maana watu wana miaka 90 bado tunasikia wengine ndoa eti inamshinda. Kwa hiyo na kwa sababu kila mtu experience ya ndoa haifanani na mwingine, ina maana mimi naweza nikajifunza kitu kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu ambao kuwa na sababu ya kushukuru kwa sababu ya kuishi.
sababu ya kuumbwa na Mungu. Na ndio maana tunaona ya kwamba wanacho karibu kila kitu wanachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijaendelea zaidi, au niseme kwamba ukisoma vizuri uumbaji wa Mungu unavyohusika na ndoa, utagundua ya kwamba tunaweza tukasema kuna sababu nyingi kadhaa za kuwepo kwa ndoa. Nataka tukupitia haraka kwa sababu tutakuwa tunazirejelea kadri tunavyoendelea. Tunaona kwanza, ambayo mimi naiona ni ya kwanza na ya muhimu sana, ni ile ambayo ninaita uwakili wa uumbaji. Ndio sababu ya kwanza. Tunakumbuka alipoanza kuongea nao, kwanza Mungu aliumba kila kitu, wanyama, mimea, miti, bahari, ardhi na kadhalika. Halafu akamuumba mwanadamu, halafu akasema ukafanya nini? Ukatawale. Si ndio? Anamuumba mwanadamu, anasema ukatawale vitu vyote vilivyoviumba kabla yako. Bwana asifiwe. Amen. Ukatawale kila kitu. Kwa hiyo maana tunatumia neno management, kwamba wewe sasa nakuweka unakuwa manager wa vitu vyote. Na tunaona kwamba Mungu aliona kwamba umeneja ungewezekana vema kwa mtu kuwa na mwenzi wake. Ndio maana alisema si vema hii kazi ya kumanage dunia. Ule mti wafaa kwa chakula, wampendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wao uchi. Wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunda. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Asante. Tumemaliza mstari wa 16 au bado? Haya, karibu. Kama umeona kitu chochote kwenye ndoa hii, useme ninaiona hii ndoa ina kitu fulani, nimeona kitu fulani kwenye hii ndoa, au nimeona jambo fulani kwa huyu mume, au nimeona jambo fulani kwa huyu mke. Karibu kuanzia huo mstari wa 6, 7, 8. Karibu, mkono ule pale. Karibu sana. Mimi nimeona kwamba mwanaume ndio mtawala. Umemwona mwanaume akitawala. Mstari wa ngapi? Na sisi tuone. Mstari wa ngapi? Haya, karibu mwingine, umeona nini? Karibuni, karibu. Kaa tu, sema kwa sauti kubwa. Mstari wa ngapi? Mstari wa 10.
Aha, tunamwona mke akidanganywa na nani? Na nyoka, ambaye kimsingi nyoka ni nani? Ibilisi. Okay, tunamwona mwanamke akidanganywa na Ibilisi. Ehe. Karibu mwingine, unaona nini? Vitu ni vingi kwenye hii ndoa. Karibu. Utengano. Okay, nimemwelewa. Anaona mwanaume akimwacha mwanamke peke yake, si ndio? Mpaka Ibilisi anapata nafasi ya kumdanganya. Karibu mwingine, unaona pale nyuma. Yeye ameona nyoka akilaaniwa. Hiyo hatuichukui, tunachukua ndani ya ndoa. Tunaona kwa mume, kwa mke au kwa wote wawili. Karibu. Hapo nimeona kwamba tamaa ya mwanamke ni kwa mumewe. Ameona ile tamko, si ndio? Mungu alilotamka kwamba tamaa ya mwanamke itakuwa kwa nani? Kwa mumewe. Karibu. Karibu sana. Bwana asifiwe. Mimi naona kufunguliwa macho kwa wote wawili. Unaona wote wawili wamefunguliwa macho. Mstari gani ule? Wa 7. Haya. Wakajijua wao uchi. Labda hilo ndio zuri. Kwamba walifunguliwa macho wakajigundua wako uchi. Karibu mwingine, ulichokiona pale. Sawa, imetosha. Tunaona lawama, si ndio? Tunaona mume akimlaumu mkewe. Kwa hiyo kwenye ndoa tunaona lawama au kulaumiana. Haya, karibu. Mimi nilichoona kwenye mstari wa 9 pale Bwana Mungu akamwambia Adamu, akamwambia uko wapi? Nafasi yao ilipotea, yani walipoteza nafasi. Anaona hali ya mwanadamu kupotea machoni pa Mungu, si ndio? Mpaka Mungu anamtafuta, uko wapi? Yaani hali ya mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu anapotea machoni pa Mungu, Mungu anafanya kumtafuta. Karibu. Mimi naona walikosa utii, kwa sababu waliambiwa wasiwe mti. Yeye anaona kwenye hii ndoa wanakosa nini? Utii kwa Mungu. Analiona ndani ya ndoa kukosa utii kwa Mungu. Jambo gani lingine? Karibu. Mimi naona pia kuna kushauriana. Mwanamke alipoletewa swala yeye anaona suala la mwanamke kumshawishi mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwanandoa kukaa kwenye nafasi yake kwa uaminifu. Hicho kitu jamani, huwa kinaleta amani kwenye ndoa. Hicho kitu kinaleta furaha kwenye ndoa. Kama kila mwanandoa atatambua wajibu wake, atatambua nafasi yake. Kilichosaidia kuleta shida kwenye ile ndoa ya kwanza, kulikuwa na kidogo kutozingatia nafasi. Aliyepewa amri na maagizo kuhusu asile nini, afanye nini, alikuwa nani? Je, nyoka anamwendea nani? Anamwendea nani kumuulizia? Anamwendea mwanamke ambaye siye aliyekabidhiwa hiyo hayo maagizo. Kama yeye si aliyekabidhiwa na ameambiwa ya kwamba wewe ni msaidizi, si ndio? Si vema huyu mtu awe peke yake. Mtamfanyia nani? Msaidizi. Lakini wakuu, wewe unafikiri kitu sahihi hawa alichotakiwa kufanya hapo ni nini? Ni swali simeza kama na watu sana.
iko chini yake. Unasikia sana? Na alirudia. Huyu Hawa badala ya kumsikiliza nyoka na moja kwa moja kufanya kile nyoka alichomwambia, unafikiri kama mwanamke na msaidizi amefanya nini kwanza? Na ukijibu unajua wewe unataka karibu. Anasema angekaa tafakari kwanza. Haya, kuna nyuma yako kuna mtu amenyosha. Karibu. Unampa maiki, mpe maiki. Angekuwa msubiri mmewe kwamba hiki kitu nimeambiwa tule ni sahihi. Tunaona kwa wazo la mama pale ni kwamba ilifaa amshirikishe nani? Mwanamke. Ni bwana. Kuna kanyoka, kuna jinyoka, kanyoka nyoka amekuja hapa. Amepeleza kaniambia maneno matamu. Ila anasema hivi, wewe unaonaje? Na huyu mwanamume kama wengine, kama ile kundi la pili walivyotuambia, ilikuwaje mpaka mazungumzo yote yanaendelea mpaka huyu mwanamke anaamua kwenda kula tunda? Huyu baba alikuwa wapi? Kwa hiyo tunaona ya kwamba hapa kuna shida, kwa sababu ukweli ni kwamba kila mtu angelikaa kwenye nafasi yake, kila mtu angekubali nafasi yake, amani na upendo na furaha vingeendelea, kwa sababu hiki ndicho kilichowaponza. Huyu mwanamke kakubaliana na nyoka, kachukua lile tunda, kalila, kampelekea. Sasa unasema mwana hakukata. Lakini wapendwa, moja ya vitu ambavyo vinaleta migogoro kwenye ndoa leo ni kwamba wanaume hawakai kwenye nafasi zao, hawatimizi wajibu. Wanawake hawakai kwenye nafasi zao, wengine hawatimizi wajibu. Leo hii tunaambiwa ya kwamba huko Marekani ndoa zinavunjika sana, hata kanisani. Nusu za zingine, sehemu zingine hata zaidi ya nusu ya watu kanisani wanakuwa ndoa zao zishavunjikana, wameoana mara moja na mara mbili na wengine hata mara tatu. Lakini moja ya sababu ni kwamba watu wanakaidi, hawataki kukaa kwenye nafasi zao na kutimiza wajibu wao. Mungu anasema hivi, mwanamke na mtii
unaweza ukasema maana swala hili. Haleluya. Amen. Sasa kama wewe upo tu, wewe ndio unasukuma kwenda kanisani, ndio unasukuma kwa ibada, wewe ndio unasukuma kufanya ibada. Hiyo utaikuta sura ya 2 mstari wa 15 anapoagiza wakatawale. Jambo la pili, sababu ya pili ni ushirika. Tunaona Mungu anamwambia mstari wa 18 sura ya 2 anamwambia si vema kuwa peke yako. Si vema kuwa mpweke. Haleluya. Unahitaji mtu. Kwa hiyo kuna ile ya ushirika, kuna ile ya kuondoa upweke, kuna ile ya kuwa na mtu ambaye mtashirikiana. Na hiyo inaonekana pia kwamba ni namna mojawapo ambayo Mungu alitaka kumfanya huyu mwanadamu ajisikie vizuri. Tatu ni uzao, ambayo makabila mengi tunajua ndio sababu ya kuoana, kuzaa watoto. Lakini tunaona hapa kwamba ni moja wa kuendeleza kizazi, tena tunaita kuendeleza kizazi cha Mungu. Ndio ilikuwa kusudi lake Mungu. Ndio anasema mstari wa 2 sasa, sura ya 2 mstari wa 27 na 28 ambapo anazungumzia zaeni mkafanya nini jamani? Mkaongezeke. Amen. Amen. Kwa hiyo tunakuwa mke na mume pia, sio kwa ajili tu ya kutawala, sio kwa ajili tu ya ushirika, lakini pia ni kwa ajili ya uzao. Na jambo lingine ni ambalo mimi naita kusudi lingine ni ule nimeita uzuri wa tendo la ndoa. Ningeweza kuliweka mahali pengine, lakini kwa somo hili nimetamani niliweke liwe peke yake. Ni ile uzuri. Kwa nini? Kwa sababu na huu ufunuo, unajua tunasema hivi kwenye theolojia, tunasema Agano la Kale linafafanuliwa na Agano Jipya. Halafu tunasema hivi Agano la Kale ule unabii na maneno ya kinabii ya Agano la Kale, utimilifu wake uko kwenye Agano Jipya. Amina. Kwa hiyo tunapomwona Paulo akisema hivi, kwa sababu ya zinaa kila mwanamume na awe na nani? Na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na nani? Na mume wake mwenyewe. Maana yake hili hitaji la uzuri wa tendo la ndoa, huu uzuri unatakiwa upatikane. Hili hitaji linatakiwa likidhiwe kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ndiye aliyemuumba mwanadamu na kuweka hili hitaji ndani yake, niite tena kwamba akaumba ndoa tena, ili lile hitaji sasa liweze kukidhiwa kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ile Wakorintho wa kwanza, haleluya. Amen. Wakorintho wa kwanza tusome pale sura ya 7. Mstari wa 2 sura ya 7 anasema
na ampe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Maana yake katika mazingira ya ndoa, huu uzuri ulikusudiwa pia kumfanya huyu mwanandoa afurahie nini jamani? Ndoa yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndio maana tunaona tangia mwanzo katika mazingira ya kufanya hivi vyote walitakiwa wafanye, katika mazingira ya kutimiza haya makusudi yote walitakiwa wafanye katika namna ya kufurahi, katika namna ya amani, katika namna ya furaha. Haleluya. Amen. Katika namna ya umoja, kunia mamoja. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani jamani, tunarudi kwenye mpango wa Mungu. Usiangalie ndoa yako, Mungu utaniacha. Ukisema kwa anapoenda misi kwa twende tu. Tunarudi wapi kwanza? Mwanzo wa yule aliyeanzisha ndoa. Aliyeanzisha ndoa sio mume wako wala mke wako. Ukimwangalia yeye tunapoteana sasa. Haleluya. Sasa ninatamani katika semina hii pia tutafakari pamoja tunapozungumzia swala hili la kufurahia kwa kuangalia maandiko. Nitawatawanya makundi mawili ya haraka. Mimi mwalimu, kama mmezoea vingine leo nifuate mimi. Nitawapa maandiko kundi la kwanza, nitawapa maandiko kundi la pili. Halafu mtakuja kuleta majibu ambayo mmegundua kwenye hayo maandiko ambayo yatatusaidia kuangalia kitu ambacho kitatujenga sana. Kwa sababu pia tutakuwa wenyewe tumekiona kwenye nini? Kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo bahati nzuri kuna ile sehemu kule wengine tutaenda kila ni dakika 10 tu mnajadili afu mnarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nifanyeje? Hayo moja mbili. Mchanganyiko. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutaomba wale watakaoita moja ndio muondoke kwa mbili, mtasogeleana. Amina. Hapa mnabaki. Ni kitendo cha ni sehemu ya semina. Amina. Tuanze hapa. Ila sasa hivi tatawanya wake. Moja mbili. Maelekezo tayari. Wakienda sasa mkienda kule wale wamoja mtakao kuwa moja, kundi la kwanza, andiko lenu ni Mwanzo 2:18 mpaka 25. Mwanzo 2:18-25. Mtakaoitika Mwanzo 2:18 mpaka 25 ni wale watakaoitika moja. Watakaoitika mbili ni Mwanzo 3:6 mpaka 19. Mtakachokuwa mnaangalia ni hiki. Nitarudia tena baadaye. Mtakachokuwa mnaangalia ni hiki kwamba hii ndoa ya sura ya pili ambao mtakuwa na sura ya pili ina characteristics gani? Ina vitu gani? Yaani tunaiona ina sifa gani hii ndoa? Kuna mambo gani yanaendelea kwenye hiyo ndoa? Haleluya. Alafu hii ndoa ya sura ya tatu ambayo itakuwa na wale wa namba 2 ina sifa gani? Pia kuna vitu gani tunaviona? Jamani, tunaelewana
Ita mbili. Moja. Mbili. Moja. Mbili. Wewe moja pia. Wale mliosema moja kwenye upande ule. Mbili. Moja. Unaenda kule. Mbili unabaki, moja unaenda. Mbili unabaki, moja unaenda. Mbili unabaki, moja unaenda. Mbili unabaki. Siweza wenyewe. Sasa tutafuta. Moja. Mkuu. Kajifunza kwa yule ambaye ana miaka 7 kwenye ndoa ambaye anapitia na mambo mengine kadha na kadha. Kwa hiyo ninasema hivyo kwa kusema kwamba tutakuwa tunashirikishana kwenye semina hii uzoefu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi Mwanzo tusome ile sura ya 2 mstari kuanzia 8, anasema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya, yaani Adamu. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa hiyo mpaka hapo tunaona huyu Adamu anawekwa kwenye bustani, alafu anapewa vitu ambavyo anatakiwa enjoy, afurahi. Mungu mzuri. Bwana sasa. Kuanzia mstari wa 16 anasema Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anakuja tena baada ya kwamba amemwambia Adamu, yaani hata wewe njua unavyotaka, nimekupa kila kitu, furahia unavyoweza. Halafu anamwambia lakini anaweka utaratibu, si ndio? Halafu tunaona pia anaona amepungukiwa kitu fulani, ndio akasema sio vema. Ndipo tunaona mstari wa 18 anasema nitakufanyia msaidizi. Kwa hiyo kuanzia mstari wa 21 anasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, na kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumzia juu ya furahia ndoa yako, na kama tunavyoona kwamba huyu Mungu inaonyesha
alikusudia tangu mwanzo wa kumuumba mwanadamu kwamba huyu mwanadamu afurahie mazingira, afurahie mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika maisha yake. Akamleta mwanamke kwa ajili ya kuendelea kuongeza furaha. Ndio maana tunaona Bwana Adam anashangilia kumwona Hawa, anasema yes, huyu ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanaendelea kuishi. Tunafahamu wote kwamba walikuwa na kawaida ya kuwa pamoja ndani ya bustani. Adamu alikuwa ameagizwa kuilima. Adamu alikuwa kile walichopewa kwa ajili ya kula pamoja na tunda. Tumejifunza kwamba mwanamke hakuwa sehemu ya nini ya maagizo, pengine ndio maana akadanganyika. Sasa nikirudi katika Mwanzo kuanzia ule mstari wa 27, Mwanzo ile sura ya kwanza, maandiko yanasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na vyote ambavyo walikabidhiwa hapa. Nafikiri maelekezo haya nikiyasoma naona yanatoa kama wanaelekezwa wote kwa pamoja, kwa jinsi ambavyo wanajaribu kuelewa mimi. Basi nitaomba mafafanuzi vizuri kwa ajili ya mstari wa 27 mpaka 30 wakati wanapewa maelekezo ya jinsi ambavyo wataishi. Asante sana. Swala hapa sio tu kwamba kwenye mstari huo wanapewa maelekezo wote. Swala hapa ni kwamba wanapewa maelekezo wote, kila mtu akiwa na nafasi yake. Ni kweli wanapewa maelekezo wote, lakini tayari Hawa ameshaambiwa yeye ni nani? Msaidizi wa Adamu. Na tayari Mungu ameshaonyesha, yaani tayari Mungu ameshadhihirisha ndani yao nani amempa madaraka kwenye huo uhusiano, kwa maana ya authority, sio madaraka, mamlaka. Unajua ndoa ni kama ni taasisi, tunaitaka taasisi ya kwanza, si mnajua? Ni kama taasisi nyingine zozote. Kila taasisi duniani lazima iwe na uongozi. Kweli si kweli? Kila taasisi. Hakuna taasisi ambayo kila mtu ni manager. Hii tumeiona. Haiwezi kwenda. Hakuna taasisi ambayo yani hakuna ile wanaita administrative structure. Kwa hiyo kwenye ndoa hiyo ukija agano jipya inapigia mstari. Wakorintho wa kwanza 11, fungua haraka. Alafu tusomee mwenye sauti. Wakorintho wa kwanza 11. Nimalizie kwa hilo andiko kujibu hilo swali, alafu mama ataendelea. Kuna mtu amepata haraka atusomee? Wakorintho wa kwanza 11:3. Neno la Mungu linasema, lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanaume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Hapo anazungumza juu ya utawala kwenye ndoa. Hapo ni utawala kwenye ndoa, kwamba kwenye taasisi ya ndoa mdingi kuliko wote ni Mungu. Alafu Mungu ni kichwa cha nani? Cha Kristo. Kristo ni kichwa cha nani? Cha mwanaume. Mwanaume ni kichwa cha nani? Cha mwanamke. Hapo tayari
utawala. Nani mwenye maamuzi ya mwisho? Haleluya. Ya waipendi wala. Lakini sio maana kichwa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa maana hiyo, swala la nani ni kiongozi kwenye familia sio la kikabila yenu wala sio ya Kiafrika. Swala la kuwepo kwa kiongozi kwenye familia ni la Mungu mwenyewe aliyeanzisha ndoa. Sasa inapokuja watu wanafanya tofauti, ndio matatizo yanaingia. Pale nilikuta wanataja Beijing, kitu ilichofanya ilichukua mwanaume ikamshusha kidogo, alafu ikamchukua mwanamke ikampandisha kidogo, alafu ikawaweka sawa. Sawa, kwamba uongozi ni wote. Sasa ukipingana na Mungu lazima itakula kwako. Kuna utafiti ulifanyika miaka michache baada ya Beijing, ndoa nyingi za wanawake zilivunjika. Haziwezi kuendelea. Hiyo taasisi ina kanuni zake. Mkileta kanuni zingine matatizo. Endelea na. Labda niongeza kidogo, inaweza isitoshe lakini ikasaidia. Habari ya uumbaji imeandikwa katika sura ya kwanza. Sura ya pili, kwa kusudi la Mungu na uvuvio wa Roho Mtakatifu, yanatolewa maelezo kidogo ya mchakato ulioendelea. Kwa hiyo wafafanuzi wa maandiko wanasema Mungu alipoumba mtu mume alikuwa ameumba mtu mke pia, kwa sababu ule mchakato unaonyesha mtu mume alichapa usingizi, alafu ukatolewa nini? Ubavu ndani yake, alafu Mungu akaufanya mwanamke. Kwa nini mwanamke aliumbwa kutoka kwenye sehemu ya uumbaji wa mwanamume? Watu tu wanatumia akili na kusema alipoumba mwanamume, kazi ya kumuumba mtu ilikuwa haijakamilika, kwa sababu tayari Mungu katika mpango wake wa kumuumba mtu ilikuwa amuumbe mtu mume na mtu mke, ila kwa mchakato unaoonyeshwa katika sura ya pili. Sasa kuna uwezekano kwa ajili ya nafasi ya mwanaume kwa kusudi la Mungu, yale maagizo yalitolewa kwa kiongozi, si ndio inavyokuwa na maagizo yakitolewa kwa kiongozi, na kwa sababu na mwanamke yuko ndani yake na mwanamke ameyapokea. Amina. Nimeongeza tu hiyo kama itasaidia, kwa sababu sura ya pili inaonyesha mchakato wa ule mstari wa 26 na 27 sura ya kwanza. Sawa eh? Kwa kumalizia tu hiyo point ni kwamba hii nafasi inajitokeza pia kwa pale ambapo Mungu, pamoja na kwamba Hawa ndiye aliyechukua tunda, si ndio jamani? Aliyemsikiliza nyoka nani? Aliyekula? Aliyempa mwenzake? Aliyefuatwa na Mungu kuhojiwa? Aliyefuatwa nani kuhojiwa? Wanaume. Kwa nini? Ndiye aliyepewa maelekezo na ndio mwenye mamlaka. Ukiwa na shida kwenye wilaya ya Mpwapwa, mara nyingi unakuta anaulizwa aidha mkuu wa mkoa, si ndio? Mkoani kwako vipi? Au mkuu wa wilaya? Mkuu wa wilaya. Kwa hiyo yote inakudhihirishia kwamba Mungu anatambua nafasi ya mwanaume. Asingeenda kwa mwanamke japo ndiye aliyechemsha. Haleluya. Amina. Mimi nilipewa nafasi ya kuongezea mawazo kwenye zile nafasi au wajibu, kwamba wajibu wa mume ni kumpenda mke wake na wajibu wa mke ni kumtii mume wake. Ukisoma maandiko utagundua haina maana mwanamke hatakiwi kumpenda mume wake. Kuna maandiko
maisha ya ndoa yawe ya amani, ili ule mpango wa usimamizi wa taasisi ya ndoa uende vizuri. Mungu aliyempa mwanamume kuwa kichwa cha mkewe, Mungu aliyempa mwanamume mamlaka ya kiuongozi katika ndoa, hekima yake ni kwamba mamlaka ya kiuongozi itende kazi kwa upendo. Hali ile ya kuwa kichwa cha mke uitekeleze ukisimamia nini? Upendo. Amina. Ni kama Mungu anasema, mwanaume, nimekupa rungu la mamlaka na ulitumie hili rungu katika usimamizi wa hii taasisi. Lakini mwanaume, rungu linaweza kuwa kuumiza. Mwanaume, rungu linaweza kuleta madhara. Kwa hiyo mimi Mungu niliyekupa rungu la uongozi, ninakupa upendo kuwa kifaa cha kutumia wakati unaongoza. Amina. Mwanamke amepewa nafasi ya kuwa msaidizi katika ndoa, lakini Mungu anajua katika uumbaji wake wa mwanadamu kwa mfano wake na kwa sura yake, na mwanamke amemuumba hivyo hivyo. Amemwekea ule uwezo wa kiubunifu, amemwekea ule uwezo wa akili, lakini amempa nafasi ya usaidizi. Hekima yake inasema, wewe mwanamke uko vizuri, wewe sio kichaa, wewe sio robot kwamba uwe mume wako anapuliza remote hivi unatembea, akipuliza remote hivi unaruka, akisema remote kelele mbele. Mungu hakutaka ndoa hiyo hivyo. Mungu ametaka mwanamke mwenye akili timamu, mwanamke mwenye uwezo wa kufikiri, mwanamke mbunifu, mwanamke ambaye ni chimbuko la mawazo ya maana, awe katika ndoa, lakini awe msaidizi. Katika hekima yake akaona huyu mwanamke na akili hizi na ubunifu na uwezo, wanawake tunaweza, huyu nimpe utii. Umeelewa? Nafasi ya usaidizi inawezeshwa na utii katika ndoa. Maana yake uwezo uliopewa, ubunifu uliopewa, mawazo mazuri uliopewa, hiyo sifa wanawake tunaambiwa tunayo, kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mwanamke anaweza akawa anachemsha maharage, huku anachambua mchicha, huku ananyonyesha mtoto, huku anawachungulia watoto wake wengine wanaocheza pale. Huyo hali ya multifunctioning. Wakati mwingine simu inawekwa hapa hivi, huku anakoroga mchuzi. Vyote mwanamke anaviweza. Lakini Mungu kwa hekima yake, ili mwanamke awe mke wa kimungu, anatakiwa azingatie nini? Utii. Na ubunifu wako kwenye ndoa unamtii mume wako, na uwezo wako wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwenye ndoa unamtii mume wako. Kwa hiyo hekima ya Mungu ndio inayoipeleka hii taasisi. Wewe una mamlaka, una mabavu, una nguvu, unaweza kumlazimisha mtu kaa chini. Tumia mamlaka yako kwa upendo, kwa agape. Wewe una uwezo, una ubunifu, una akili nyepesi, unaweza kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kaa kwenye ndoa kwa utii. Umeona eh? Maana mimi kama mwanamke naweza nikaja kwa mume wangu, naweza tufanye hivi, naweza tufanye hivi, nimefikiria tufanye hivi, ninataka kufanya hivi. Alafu Yesu ni mamlaka, anaweza hata asichukue muda wa kutosha kuyafikiri yale uliyomwambia, hata muda huo hana, akasema tu kwa sasa hilo naona tulisifanyike. Sasa kwa mwanamke mbunifu aliyefikiri sana, akayawaza hayo mawazo yake, akayaona ni mazuri sana, alafu mume wake anamwambia kwa sasa hilo tusifanye. Si unajua wanaweza wakachimbika. Anaweza kusema kaa hapo hapo, kila siku nakwambia tufanye hivi, wewe unakataa. Sasa mimi kesho utanikuta barabara ya 11.
jeuri yake. Huyu mwanaume anaacha kulitii neno la Mungu, kwa sababu upendo wa agape ni upendo wa kumpenda mtu pasipo sababu, yaani hata kama hastahili kupendwa. Ndio maana mfano unatolewa kama Kristo alivyolipenda kanisa. Kristo amelipendaje kanisa? Tulipokuwa wangali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Manake mume, fundisho hapa, kufanya wajibu wako katika ndoa ni kumpenda mke wako bila kujali ana sifa za kupendwa au hana. Sifa pekee alionayo inayotaka wewe umpende sana ni kwamba ni mke wako, ulimwoa. Sawa eh? Na wako wanawake pia wanasema, mtamtiije mwanamume mwenyewe hana upendo huyu? Siwezi kumtii mimi. Anapita huko sokoni, anachoma nyama, anakula peke yake, anafuta midomo, alafu anakuja nyumbani, sisi tunakula dagaa tena wa Mwanza wenye mawe. Huyu sio mwanamume wa kupenda. Anaondoka nyumbani, haachi mahitaji. Ukimwambia hatuna mboga, anasema tumia akili, wewe ni mwanamke shughulika. Huyu mwanamume mimi siwezi kumtii. Kwa sababu utamtiije mtu ambaye hafanyi matendo ya upendo? Mwanamke, hapo utakuwa umeacha kutii neno la Mungu. Kwa sababu Biblia haisemi umtii mume wako ikiwa tu anakupenda. Maanake tutakaa kwenye ndoa, tutawatii waume zetu sisi wanawake kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Kumtii mume mwanamke ni kumtii Mungu aliyesema ninyi wake watiini waume zenu. Ninakaushuka kadogo nimalizie. Tuna binti yetu alifunga ndoa mwaka jana. Tumemsomesha degree na zaidi, na alipata kazi kabla ya kuolewa. Wakati anakaribia kuolewa, mume wake akawa anasema, hii kazi unayofanya siipendi. Mimi nikikuoa itabidi hii kazi uiache. Imagine siku za leo, msichana amesomeshwa na wazazi wake, alafu kazi ni shida kupatikana, alafu amepata kazi, alafu mume kabla hajamuoa kutoa mawazo kwamba hii kazi yako siipendi, nikikuoa hii kazi itabidi uiache. Na yule msichana wetu akatuambia mapema tu, jamani, kuna jambo, huyu mtarajiwa wangu anasema akinioa itabidi hii kazi niache. Anasema yeye atanitafutia biashara nifanye. Sasa anapotuambia sisi, ni rahisi sana kumwambia binti, wewe tumekusomesha dunia ya leo, utaachaje kazi? Mimi na mume wangu tukamwambia, ukiolewa binti yetu, umekuwa mke wa mtu, na mke anatakiwa kumtii mume wake. Itabidi umsikilize na ufanye anavyotaka. Kwa kweli sio kwamba binti yetu alikuwa ameelewa sana, ila ndio ulikuwa ushauri wetu. Baadaye Mungu akamsaidia, kazini kwake wakakubali afanyie kazi kutoka nyumbani, aende kazini siku 2 tu za wiki. Mumewe akasema, kama unaenda siku 2 tu kwa huo mshahara sawa, lakini kwa mshahara huo uende mwezi mzima, mna ningekaa nyumbani. Akaolewa, akaanza kufanya hizo siku. Baadaye mabosi wakacharuka, wakasema uje kazini siku zote. Mume wake akasema aende mtu kazini siku zote, kwa mshahara huo unaacha kazi. Akanirudia mimi mama wake tena, mama, mume wangu tena anasema niache ile kazi. Nikamwambia, mwanangu, hatujakabili msimamo, wewe ni mke wa mtu. Mume wako akisema uache kazi, sisi hatuwezi kuwa na wazo tofauti. Kwanza wewe ni mwanaume, wewe ni jabali, mtoto wangu. Mwanaume gani leo anataka kubeba majukumu yote ya familia? Si wanaume leo wengine, ila huko uzuni hawako, ila huko wanapenda kubebwa. Wanaume wengine wanapenda kubebwa, yani anataka mke wake ndio afanye biashara nini ndio alete hela. Nasema, mwanangu, umepata mume anasema uache kazi akutunze, wewe ndio mwanaume, msikilize. Sio kwamba anielewa sana, nasema mama, ila
alafu mimi nimtumia hela ovyo. Sasa nikiacha kazi, sidhani kama atakubali anipe zile hela zake nizitumie nilivyo. Kwa hiyo lazima nitakosa kitu. Nikasema kubali kukosa upate ndoa yako. Akaacha kazi, akakaa nyumbani. Unajua ukimtii Mungu anapendezwa sana. Baada ya miezi michache tu, mume wake akafuatwa na mtu. Akamwambia, wewe mke wako si mhasibu? Tena hivi karibuni amepata CPA. Alafu ile kazi yake ya mwanzo ameacha. Sisi tunafikiri tumpe kazi. Wanaongea na nani hapa? Mume. Aongee na yeye. Kwa hiyo mume wake ndo anakuja nyumbani anasema kuna fulani anasema sijui wakupe kazi ili hiyo CPA yako isikae bure. Alafu sio ya kwenda kila siku hiyo kazi. Alafu hiyo kazi ataenda kazini jirani kuliko ile kazi yake awali. Halafu ina mshahara ule ule aliyokubali kuacha. Sasa wanatuuliza tena. Mume wake anatuambia, tulikuwa tunaongea nao kwa simu wote wawili kwenye conference call, video call. Anasema huyu mwenzangu anatakiwa afanye kazi, wewe ni mume. Anatuambia sisi tunasema nitafakarini, pimeni maji. Maana ya kwanza sialiacha. Mumewe mwenyewe ndio akawa katika yale mapatano ya kazi. Na mumewe mwenyewe ndio akawa wa kumtia moyo kwamba hii kazi utaiweza. Maana tayari alikuwa, sasa yeye akawa anafikiri atafanyaje kazi. Mume wake ndio anamwambia utaiweza tu. Hii kazi ni ya kufanya siku mbili. Hivi tunavyoongea yuko kazini kwenye ile kazi ambayo ilitafutwa kupitia nani? Siku nyingine naongea naye kwa simu, nikamwambia unaona binti yangu, Mungu ndio ameagiza watu wawatii waume zao. Wewe ukuwa unataka kuacha kazi yako, lakini ulielewa fundisho la watu, mke mtii mume wako. Mungu amechungulia akaona kwamba huyu mwanamke amekubali kumtii mume wake, amekubali kuacha kazi yake ambayo kusema kweli anaitaka. Mungu amemtumia yule mwanaume, huyu mke wake amepata kazi. Kwa hiyo mara nyingi mwanamke utakapomtii mume wako, hata kama inaonekana unakuwa mjinga, si wewe unatii neno. Unamwambia Mungu, wewe ndio umesema sisi wake tuwatii waume zetu, watoto wetu hawana ada ya shule. Mimi nataka nifanye hii biashara, yeye anakataa. Sasa wewe Mungu uniagiza sisi wake tuwatii waume zetu. Mimi ninakutii wewe. Ninafuata mume wangu anavyotaka. Wewe Mungu ingilia kati. Sasa kuna amani na furaha isiyotokana na akili za kibinadamu inayoweza kutawala